msimamo ni wa mwenyekiti. Mwenyekiti maana yake mwenyekiti wa sasa. Leo mjumbe wa kamati kuu anasimama na kusema mwenyekiti anazungumza huu ni udikteta uchwara. Tumetoka kwenye kamati kuu ya mwenyekiti Mbowe, tukaenda kwenye baraza kuu tarehe 20 Januari. Baraza kuu likaitikia. Tukatoka kwenye baraza kuu tukaenda kwenye mkutano mkuu wa chama tarehe 21. Mwenyekiti wa mkutano mkuu, mwenyekiti wa chama Freeman Aikaeli Mbowe, kamati kuu mkutano mkuu wa chama taifa ukasema no reform, no election. Mimi nikachaguliwa kesho yake. Unakuaje ni msimamo wa Tundu Lissu? Unakuaje ni udikteta uchwara? Mwenyekiti akisimama na kusema jamani, tuna maagizo ya mkutano mkuu wa taifa kwenda kuongoza vita ya kubadilisha mfumo wa uchaguzi wa nchi hii. Sasa huo ndio msimamo wa chama. Na huo ni msimamo sahihi wa chama hiki. Huo ni msimamo sahihi wa chama hiki. Kama ni ushahidi, tunahitaji ushahidi wa aina gani kwamba chaguzi sasa haziwezekani? Kwamba sasa tukienda kwenye chaguzi tunaenda kutoa watoto wetu na kaka zetu na ndugu. Mnataka tuendelee kutolewa makafara mpaka Kama ni sawasawa twende kwenye uchaguzi aliyomtokea marehemu George Juma Mohamed Manyono. Hiyo ndio sawasawa? Kwa hiyo ndugu zangu, tuelezane ukweli. Njia pekee iliyobaki ili tuwe na chaguzi za kweli nchi hii ni njia ya no reform, no election. Ngojeni waambieni. Asanteni. Iko hivi ndugu zangu. Iko hivi niwaambieni. Unanielewa? Hivi nani anayeweza kusema mimi naogopa uchaguzi? Mimi niligombea ubunge na miaka 27, nimetoka chuoni mwaka jana. Mwaka 95. Nimegombea ubunge nikachaguliwa mara 2. Kama ni utamu wa ubunge na ufahamu. Kwa ninaposema na nimegombea na urais vile vile. Na mpaka leo hawajatangaza matokeo. Mkaangalie. Viongozi wote nawashukuru sana kwa kunialika. Mheshimiwa mwenyekiti wa Chadema Tundu Antipas Lissu na viongozi wote wa Chadema na wanawake wote
nafurahi kuongea katikati yenu, na nimeipenda slogan ya He for She. Pengine nitaongea mambo mafupi sana. Tunaongea kudai haki. Haki mahali popote duniani haiombwi, lakini nimeona rhetorics na kauli nyingi za Watanzania tunaomba. Hakuna mahali popote duniani ambapo haki iliombwa ikapewa. Haki inapiganiwa, inapambaniwa, inanyang'anywa, inanyakuliwa. Mheshimiwa Winnie Mandela hakuwa na baraza makini kama la kwenu, lakini alipambana katikati ya wabaguzi wa rangi, na wakati Mandela yuko gerezani alifanikiwa kuwatia moyo wanaume wengi, na hata hiyo nguvu ya Umkhonto we Sizwe, mkuki wa taifa, nguvu kubwa, ushawishi mkubwa na hamasa kubwa ilikuwa inatoka kwa Mama Winnie Mandela. Nataka niseme kwenu viongozi wa Chadema, tunapoendelea kulilia haki katika siku hii ya mwanamke, ninaomba nitoe ombi kwenu, ili mnapopigania haki mjue kwamba sio haki yenu, ni haki ya Watanzania wote. Pengine kwa sababu viongozi wenu wametekwa ndio maana mnawataja hao, lakini nasikitika kusema kwamba kuna watu wengi sana wanaotekwa hawana mtu wa kuwasemea. Kama ninyi Chadema mtajisemea ninyi, hamtawasemea wanaotekwa, haki yenu itatafsiriwa kama ni ubinafsi. Kama chama cha demokrasia, panueni wigo, tanueni macho, nuseni kila sehemu. Mtu yoyote anayetendewa visivyo, anayetekwa, anastahili kusemewa na ninyi. Mheshimiwa Mwenyekiti, nataka nitumie nafasi hii nataka wale wanaomshikilia kijana Method achilie. Yule kijana sio mwana Chadema. Yule kijana, taarifa zangu ni kwamba ameajiriwa na serikali, sitahitaja idara. Na nataka wale wanaowasumbua ndugu wa yule kijana waachane nao. Waache kuwatisha ndugu wa yule kijana. Yule kijana kwa mara ya kwanza aliwahi kutekwa, akapelekwa Central, akaachiwa na kuonywa. Sasa yule kijana hana mtu wa kumsemea. Mwenzi wa yule kijana, yule mwanamama mdogo, anahangaika, amejificha sasa hivi kwa sababu anajua kuna vitu anafahamu kuhusu mwenzake, wanamtafuta. Kumdianko sio mwanasiasa, na Kumdianko anawakilisha watu aina mbalimbali walio katika serikali au katika mfumo, ambao wakifinywa hakuna wa kuwasemea. Ndugu zangu wa Tanzania, nataka kusema kwamba sio tu wapinzani wanaopata shida, vijana walio katika mfumo pia wananyamazishwa kimya kimya. Kwa tunapodai mifumo na mabadiliko ya mifumo katika nchi hii, tunaongelea kwa ajili ya wote. Vijana mlioko serikalini, mlioko usalama wa taifa, mlioko kwenye majeshi yetu, hamko salama na ninyi, kwa sababu mfumo haumjui mtu. Mfumo huu utamnyanyasa kila mtu. Sasa leo ni siku ya wanawake duniani, na tunajadili kuhusu He for She. Mheshimiwa kiongozi wa baraza la wanawake, una kazi kubwa sana ya kuwaunganisha hawa wanawake. Lakini nataka ninapoondoka mahali hapa nimtaje binti mmoja mheshimiwa mbele yako. Atashangaa sana. Huyu binti anaitwa Mambosho, somebody Mambosho. Huyu binti nimekuwa nikimfuatilia. Baada ya uchaguzi wenu alichukua hatua moja kubwa sana ambayo imekomaa kisiasa. Na kupitia huyo binti, mfano wake, muponye majeraha. Ninyi wote ni sawa sawa na ndege anaowindwa. Kwa swala
ndege akiwindwa huyu, usifikirie huyu mwingine yuko salama. Kwa hiyo, kwa sababu hiyo, mimi ninawafahamu ninyi nyote. Baada ya kutoka hapa, sahauni yale changamoto zile zenu za uchaguzi. After all, changamoto zenu ni mafua tu. CCM wana changamoto kubwa sana, baguzi wanakuwa nazo kubwa sana. Za kwenu ndogo sana. Hebu unganeni. Yule binti Mambosho amekomaa sana kisiasa. Baada ya uchaguzi kupita, asante. Nadhani mlimuona alivyoenda kule Singida. Huyo binti mimi namuona ni mkomavu na mapungufu yake, lakini ana future nzuri baadaye. Kwa hiyo mheshimiwa mwenyekiti wa baraza la wanawake, una kazi kubwa. Hawa wote ni watoto wako. Ulioshindana nao, uliowashinda, wale wote ni wanao. Sasa tutakuwa na kazi kubwa sana ya kuwasikiliza wenye sauti kubwa kama kina Sigrada, na sauti ndogo ndogo ambazo zinaongea taratibu sana, labda kama yule mama wa Bukoba, yule Muhaya yule, sio anaitani yule, ana Margaret Mugiabuso. Waunganishe wote, simameni wote panie, mkatetee haki. Msiiombe haki, hamtakuja kupewa. Mwisho, katika kutafuta haki, sio wote mtakao kuja kuiona haki hiyo, kuiona hayo matunda. Wengine mtakufa, wengine mtapewa sumu. Kwa hiyo msiogope.